بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo ni halqa ya 4 ambapo ni tarehe 14 mwezi wa Shaaban mwaka 1441 sawa na tarehe 7 ya mwezi wa April mwaka 2020 miladi. Ndugu zangu Waislamu, jana tulielezea kwa ufupi njia za kisheria za kutibu na kuzuia maradhi haya ya korona na pia maradhi mengine. Tukaelezea njia za kisheria kutumia adhkar zilizokuja kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kadhalika dua za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kadhalika mambo mengine ambayo ni kutoa sadaka na kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala na kufanya haraka kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Pia tukaelezea njia wanazo zielezea na kuzihimiza madaktari, kadhalika Uislamu pia njia hizo ulianza kuzihimiza njia za kulazimiana na nyumba na kutotoka isipokuwa kwa dharura, pia kukaa mbali na wale wenye kuathiriwa na maradhi haya. Darsa ya leo unwani yake at-tanbihu wat-tahdhiru min ba'd al-bid'a li raf'i al-awbi'ah, kutoa tambihi, kuwazindusha Waislamu na kuwatahadharisha Waislamu na baadhi ya bid'a, baadhi ya uzushi unaoenezwa kwa ajili ya kuondosha maradhi haya ya korona. قال شيخنا أحمد الجزائري حفظه الله تعالى في هذه الرسالة المفيدة: نازلة فيروس كورونا الوباء. anasema وعند حلول النوازل وانتشار الأوبئة تروج الشائعات وتكثر البدع والمحدثات. Wakati yanaposhuka majanga kama haya na kuenea maradhi kama haya, shai'at zinatangazwa, rumors zinaenea na bid'a zinakithiri na mambo yaliyozushwa yanakuwa mengi, la siyama abra wasail al-ittisal al-haditha, hasa kupitia mitandao hii ya kisasa, hasa kupitia wasail al-ittisal al-haditha, njia hizi za mawasiliano za kisasa. Bid'a zinakithiri, watu wanaeneza bid'a ili kujizuia na maradhi haya. Wa min dhalik, katika bid'a hizo, awalan ad-da'watu al-alamiyah ila as-siyam al-jama'i li yawmin wahidin bi niyyati raf'i al-waba, kuwalingania watu wote duniani kufunga kwa pamoja siku moja kwa nia ya kuondosha maradhi haya ya korona. Ad-da'watu al-alamiyya ila as-siyam al-jama'i li yawmin wahidin bi niyyati raf'i al-waba. Ya kwanza katika bid'a hizo ni hiyo da'wa alamia, kuwalingania walimwengu wote, watu wote duniani wafunge saumu ya pamoja siku moja kwa nia ya kuondosha maradhi haya ya korona. Hii ni katika bid'a, na tuliona wiki iliyopita mmoja khurafi akijitokeza akiamrisha bid'a hiyo ya kwamba watu wafunge kwa pamoja
dunia nzima wafungi kwa pamoja siku hiyo moja. Haya ni mambo ya uzushi, ni mambo ya uzushi. Ma anzalallahu biha min sultan. Tumeelezea jana njia za kisheria zilizokuja za sunna za kusoma adhkar na kusoma dua. Kila mmoja aseme adhkari hizi, kila mmoja asome dua hizo tulizozielezea jana kwa ajili ya kuondosha na kujikinga na maradhi haya. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakusema watu wafunge kwa ajili ya kuondosha maradhi haya. Hajasema hata hadithi moja, hata hadithi dhaifu haikuja kwamba Mtume amewaambia watu wafunge kwa ajili ya kuondosha taun au kwa ajili ya kuondosha maradhi. Kwa jambo hili ni la uzushi, ni la uzushi mtu kujitokeza eti kuamrisha watu wafunge siku moja kwa ajili ya kuondosha maradhi. Umepata wapi shekhe jambo hilo? Kwa hiyo huo ni uzushi. Badala ya kuamrisha watu sunna wasome adhkar na dua za Mtume SAW, wewe unaamrisha watu uzushi. Alijitokeza mmoja hapa juzi wiki iliyopita akasema jambo hilo la uzushi, alafu akasema eti niiteni basi, kama nyinyi mnataka kunambia kwamba mna hoja zenu niiteni, sisi tutakuita uje usome, sisi tunakuita uje usome sunna, uje usome aqida sahiha, uje usome manhaj salim ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Tunakuita uje usome masomo sahihi ya dini. Hayo uliosoma ni masomo ya upotofu, kuamrisha watu uzushi. Sisi hatukuiti mujadala, sisi hatufanye mujadala na watu wa bid'a, manhaji yetu, lakini tunakuita uje usome masomo sahihi ya Uislamu. Kwa hiyo bid'a ya kwanza ni hiyo, kuamrisha watu dunia nzima wafunge saumu ya pamoja kwa siku moja kwa nia ya kuondosha maradhi haya ya corona. Huo ni uzushi. Pili, wad'awatu ila salati rak'ataini, kulingania watu wasali rakaa mbili kwa ajili ya kuondosha pia maradhi haya ya corona, ni uzushi. Wa huwa madhhabu al-ahnafi wal malikiyya yarawna jawaza salati rak'atain li raf'i al-waba. Haya ni madhehebu ya Ahnaf na Malikia. Wao wanaona inajuzu kusali rakaa mbili kwa ajili ya kuondosha maradhi. Qala fi ad-durr al-mukhtar wa hashiyatihi li ibn Abidin qawluhu wa minhu ad-du'a bi raf'i at-ta'un, na katika hiyo dua kwa ajili ya kuondosha ta'un, ai min umumi al-amrad, katika maradhi ya kuenea. Wa arada bid-du'a as-salata li ajli ad-du'a, asema anakusudia kwa sala hapa dua, anakusudia kwa dua as-sala. Aliposema wa minhu ad-du'a bi raf'i at-ta'un wa arada bid-du'a as-salata li ajli ad-du'a, asema anakusudia kwa hiyo dua hapa kusali kwa ajili ya kumwomba Allah ili aondoshe maradhi ya taun. Qala fi an-nahri fa idha ijtama'u salla kullu wahidin rak'atayn yanwi bihima rafa'ahu, wanapokusanyika watu kila mmoja anasali rakaa mbili, anuie kwa hizo rakaa mbili hizo kuondosha maradhi haya. Huo ni katika uzushi pia ambao ma anzalallahu biha min sultan. وقال محمد عليش في منح الجليل وتندب الصلاة للزلزلة ونحوها من الآيات المخوفة أو من الآيات المخوفة كالوباء والطاعون أفذاذا وجماعة ركعتين أو أكثر. لسنة sala kwa ajili ya zalzala, earthquake na mfano wake katika ayati zile zinazoogopwa kama waba, maradhi haya ya mlipuko na taun, kuswali watu mmoja mmoja na pia kwa pamoja jamaa rakaa mbili au zaidi. Wa anil lakhmi nadaba rak'ataini, huwa amesunisha kuswali rakaa mbili. Hiyo pia ni uzushi, kuswali rakaa mbili kwa ajili ya kuondosha maradhi haya ya virusi vya corona. Tatu, uzushi wa tatu, ad-da'watu wat-tada'i li ihya'i qiyam al-layl, kuwalingania watu kwa ajili ya kuhuisha qiyamul layl, yani watu wote
ukawahimiza watu wasali sala ya usiku, qiyamul layl, kwa ajili ya kuondosha maradhi haya, huo pia ni katika uzushi ambao ma anzala Allahu biha min sultan. 4 duaun mukhtara'un min wad'i rafidha qabbahahumullah, dua iliyozushwa ambayo imewekwa na rafidha hawa mashia, qabbahahumullah, wameweka dua maalumu kwa ajili ya kuondosha maradhi. Wa hadha ad-du'a al-mukhtara'u wal-mubtada'u huwa min sun'i ar-rafidha yuqra'u lilwiqayati min al-awbi'a. Dua hii iliyozushwa imetengenezwa na hawa rafidha mashia, inasomwa kwa ajili ya kujilinda na maradhi. Walaysa lahu aslun fi kutubi sunna, dua hiyo haina asli yoyote, haina dalili yoyote katika vitabu vya sunna. Wa huwa mansubun kal'ada li ahadi ahli albayti wa huwa Ja'farun as-Sadiq, na dua hii imenasibishwa kama kawaida yao mashia kwa mmoja katika ahlul bait, naye ni Ja'farun as-Sadiq, hatta yahsula ala taswiq wa rawajin baina aljahalati walmughaffalin, ili ipatikane kuwafikiwa na kuipamba baina ya wale watu wajinga na wenye kughafilika. Ndio maana wanawatajia ahlul bait. Wala yakhfa ala kulli muwahhidin ma fi hadha ad-du'a min mukhalafati lish-shar'i, haijifichi kwa kila mwenye kumpekesha Allah yaliyo katika dua hii, ambayo mikhalafa mingi ya kisheria imo katika dua hiyo ya kishia. Katawassuli bihaqqi nabii sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi alihi, kama kujikurubisha kwa haki ya mtume sallallahu alaihi wasallam na haki ya jamaa zake. Yaliomo, baadhi yaliomo katika mukhalafat lisharia ni kujikurubisha, kufanya tawassul kwa haki ya mtume sallallahu alaihi wasallam na haki ya masahaba na haki ya ali zake na jamaa zake. Wa nasu dua, nasi ya dua hii ambayo ni ya uzushi, ni dua ya uzushi ya kishia, na isoma ili watu waijue, na isoma ili watu waijue, sio watu waisome. Ni dua ya kibid'a, dua ya kishia, dua yenye ushirikina, dua yenye mukhalafati mwingi wa kisheria. Kwa naisoma ili watu waijue, si kwamba ili watu waisome. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بعدد خلقك، بعزة عرشك، برضا نفسك، بنور وجهك، بمبلغ علمك وحلمك، ببقاء قدرك، ببسط قدرتك، بمنتهى رحمتك، بإدراك مشيئتك، بكلية ذاتك، بكل صفاتك، بتمام وصفك، بنهاية أسمائك، بمكنون سرك، بجميل برك، بجزيل عطائك، بكمال منك، بفيض جودك، بشديد غضبك، بسباق رحمتك، بعدد كلماتك، بغاية بلوغك، بتفرد فردانيتك، بتوحيد وحدانيتك، ببقاء بقائك، بسرمدية أوقاتك، بعزة ربوبيتك، بعظمة كبريائك، بجاه جلالك، بكمالك، بجمالك، بأفعالك، بإنعامك، بسيادتك، بملوكيتك، بجباريتك، بمشيئتك، بعظمتك، بلطفك، بسرك، ببرك، بإحسانك، بحقك وبحق حقك وبحق رسولك محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، أن تجعل لنا فرجا ومخرجا وشفاء من الغموم والبلاء والوباء والطعن والطاعون والعناء، ومن جميع الأمراض والآفات والعاهات والبليات في الدنيا والآخرة، وبحق كاف ها يا عين صاد، وبحق طه وياسين وصاد، وبحق حاميم عين سين قاف، وبحق إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وبرحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومصدر هذا الدعاء كتاب لأحد الرافضة، التحفة الرضية في مجربات الإمامية،
Dua hiyo imetokana na kitabu hicho cha mmoja wa hao mashia. Tano katika bid'a na uzushi unaozushwa, qala Sheikh Al-Jazairi hafidhahullah, wa min akhiri ma sami'na min al-bid'i wal muhdathat, na mwisho tulioyasikia katika mambo ya bid'a na mambo yaliyozushwa katika janga hili la corona, almar'atu allati turawwiju li ru'yatiha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fil manam, ni mwanamke ambaye anatangaza kwamba alimuota mtume sallallahu alaihi wasallam, wa annahu amaraha an taftaha al-mushaf al-sharif, na kwamba eti mtume alimwamrisha afungue mushaf al-sharif mtukufu, wa satajidu sha'ratan fi surati al-baqara, atapata unywele katika suratul baqara, fatadhaha fil ma'i wa tashraba, alafu auweke katika maji unywele huo na anywe, fa innahu ilajun nafi'un li virus corona, kwani unywele huo na maji hayo akiyanywa ni dawa, ni tiba yenye manufaa ya virusi vya corona. Wa hadhihi al-khurafa yughni sawquha arraddiha, khurafa huu, uzushi huu inatosheleza kuutaja tu, inatosheleza kuufanyia raddi. Fallahumma hafadh alaina uqulana, Mola wangu tuhifadhi akili zetu. Kwa uzushi huo ulitokea, na kuna baadhi ya Waislamu walifanya hivyo, wakatafuta katika mushaf wakakuta unywele eti wakatia katika maji, wengine wakanywa. Bali kulitokea pia uzushi mmoja kwamba eti kuna mtoto amezaliwa, mtoto mchanga alipozaliwa akasema chai ya rangi, akatamka hivyo tu, chai ya rangi ni dawa ya corona, halafu akafariki. Watu wakamshana usiku wa manane, wakapigana masimu, jamani pikeni chai ya rangi, chemsheni chai mnywe. Kuna baadhi ya Waislamu walifanya uzushi. Wacheni kupotezwa akili zenu Waislamu. Kwa hiyo tunamwomba Allah azihifadhi akili zetu na akili za Waislamu wote, wasidanganywe na uzushi namna hiyo. Uzushi mkubwa namna hiyo mnakubali vipi? Mnakubali vipi nyinyi muamke saa 10 za usiku, saa 8 za usiku mnachemsha chai, halafu mnakunywa chai ya rangi? Ni uzushi huo, na hadithi maudhua nyingi zimetokana na huo uzushi kama hivyo. Uzushi kama hiyo, mmoja anasema albadhinjan shifaa'un likulli da, mabiringanya haya ni dawa ya kila maradhi. Sijui alikuwa na shamba la biringanya, akataka watu wanunue sana, akaweka hadithi maudhu. Kwa watu wasisikilize tu urongo, watu wanatakiwa wasikilize sunna. Mtume amefundisha adhkar, Mtume amefundisha dua, watu wasome kwa ajili ya kujikinga na maradhi. Leo watu wanakwenda kusema uzushi, watu wanajitokeza katika WhatsApp, katika nini, mtu anaamrisha uzushi badala ya kuamrisha sunna ya dua na adhkar, anajitokeza na jikofia lake kubwa, anaamrisha watu wafunge. Uzushi. Kwa Waislamu wanatakiwa wawe macho na hao wazushi na hao wadanganyifu wanaoamrisha watu mambo ya uzushi, wakawacha mambo ya sunna. وبعد استعراض الجوانب الطبية والشرعية لهذا الوباء الخطير, baada ya kutaja upande huu wa kidaktari na wa kisheria wa maradhi haya mabaya, maradhi ya hatari, nuarriju ala ahammi aljawanib alfiqhiyya lahu. Sasa tunataja upande huu wa muhimu tena wa masala ya kifikhi, wa adaduha 21 janiban, idadi yake ni janib 21, kuelezea masala ya kifikhi yanayojitokeza kwa janga hili la virusi vya corona. Aljanibu alawwal, janibu ya kwanza, i'tibaru hadha alwaba'i alkhatir mu'din wa qatilun, kuzingatia maradhi haya ya hatari kwamba yanaambukiza na yanaua. Kuzingatia maradhi haya ya hatari kwamba yanaambukiza na yanaua kwa idhni ya Allah azza wa jalla. Yuaddu virus corona sari'a al-adwa, yanahesabiwa maradhi haya ya virusi vya corona kwamba yanaambukiza haraka. Waqad yaqtulu fi nafsi alwaqti, na huenda yakaua katika nafsi ya wakati. Idha dhaharat alamatuhu, zikidhihiri alama zake. Waktamalat a'raduhu, na pia alama zake zikikamilika.
watawaghala ila dakhili sadri, na zikaingia ndani ya kifua, watamakkana min tadmiri ri'ataini, na kupata nafasi ya kuvunja mapafu, wataatili jihazi tanafus, na kuharibu ile ada ya kutoa pumzi. Ile adat ya kutoa pumzi inapoharibika ndipo inapotokea mauti. والشخص المصاب يمكنه أن ينقله لأشخاص آخرين عن بعد متر واحد. yule mtu aliyeathirika na maradhi haya inawezekana kuyagurisha, kuwapelekea watu wengine wengi tu kwa umbali wa mita moja. Yaqulu atibau al-akhsaiyun, wanasema wale madaktari wale wahusika, maadama hadha al-fayrus wujida tariquhu ila al-jihaz at-tanafusi fahuwa fil ghalibi yaqtulu dhahiyatahu. Muda wa kwamba virusi hivi vinapatikana katika kile chombo cha kutolea pumzi, basi mara nyingi inamuua mtu aliyeathirika kwa njia hiyo, illa ayasha Allah, isipokuwa akitaka Allah. Hapana shaka kwamba Allah akitaka asife mtu hawezi kufa, lakini mara nyingi vinapoathiri sana inatokea mauti kwa yule muathirika, na hii yote ni kwa kutaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. ولهذه الأسباب مجتمعة دقت منظمة الصحة العالمية WHO ناقوس الخطر، وأعلنت بعد إحجام وتردد كبيرين أنه وباء عالمي. بسبب hizo za pamoja ndipo shirika lile la afya la duniani WHO limetangaza hatari ya maradhi haya ya dunia. Limetangaza kwamba haya ni maradhi ya dunia nzima ya hatari, kwa watu wanatakiwa wawe na tahadhari. Aljanibu thani, upande wa pili, janibu ya pili, asbabu intishari hadha alwabai wa turuqul adwa, sababu za kusambaa maradhi haya ya mlipuko na njia za kusambaa au njia za kuambukiza. أكدت البحوث والمعلومات الطبية أن نقل العدوى تكون بإحدى الطرق التالية. imethibitisha bahthi na maalumati ya kidaktari kwamba kunukuu maambukizo kunapatikana kwa moja ya njia zifuatazo. Alula, njia ya kwanza, min ahammi asbabi intishari hadha alwabai alkhatir almusafaha واللعاب والسعال والعطاس ورذاذ الفم والتقبيل. katika sababu muhimu za kuenea maradhi haya hatari, almusafaha ni kupeana mikono, watu kupeana mikono, واللعاب na ute, والسعال na kukohoa, والعطاس na kuchemua, waradhadhul fami na zile tembe za mate zinazotoka katika mdomo wa mtu, watakbil na kushumu. Hizi ni sababu muhimu zinazosababisha kuenea maradhi haya hatari, na ndio maana watu wanatakiwa sasa hivi wasipiane mikono. Mtu akichemua azuie mdomo wake, afunge mdomo wake kama ana kitambara fulani hivi, au azuie kwa mikono yake, alafu ende akasafishe mikono yake, kwa sababu hii ni katika moja ya sababu zinazosababisha kuenea maradhi haya hatari. Athani, ya njia ya pili, istimalu ashya'il musabina almutalawatha wallati tazidu fi naqli aladwa, kutumia vitu vya wale wenye kuathiriwa na maradhi haya. Istimalu ashya'il musabina almulawatha, kutumia vitu vya wale wenye kuathiriwa na maradhi haya, wallati tazidu fi naqli aladwa, vitu ambavyo vinazidisha katika kunukuu maambukizo, vyombo vyake anavyokulia, nguo zake anazovaa yule mwenye kuathirika. Hii ni sababu ya kuenea pia maradhi haya. قال علامة القصيم محمد بن صالح العثيمين عليه رحمات رب العالمين: لو فرض أن أحدا من الناس مصاب بوباء
jaratil aadatu annahu mu'din, lau ingekadiriwa kwamba mmoja katika watu ameathiriwa na maradhi ambayo imepita katika ada kwamba maradhi hayo yanaambukiza, fahadha laysa min almustahsan an yashraba alinsanu fi hadha alina alladhi shariba fihi hadha almusabu bilmaradhi alladhi jarat aladatu bi annahu yu'di. Si katika uzuri mtu kunywa kwa kutumia chombo kile alichokunyia yule aliyeathirika kwa maradhi hayo ambayo imepita kawaida kwamba maradhi hayo yanaambukiza. Maradhi yoyote yanayoambukiza sio vizuri, bali inakatazwa mtu kutumia vyombo vya yule aliyeathiriwa na maradhi hayo yanayoambukiza. Liqauli nabii sallallahu alaihi wasallam, kwa maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam, firra min almajdhumi firaraka min alasad, mkimbie mwenye ukoma kama unavyomkimbia simba. Hii ni moja kwa moja hadithi inaonyesha kwamba maradhi ya ukoma yanaambukiza. Mtu anatakiwa awe mbali na mtu aliyeathirika kwa maradhi hayo ya ukoma. Walakin ma hadha yajibu an nu'mina bi anna al-adwa la takunu mu'diyatan bi tabi'atiha dhatiyya, lakini pia pamoja na hivyo ni lazima tuamini kwamba maambukizo sio yenyewe kwa tabia yake kwamba yanaambukiza yenyewe bila kutaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lazima tuamini hivyo. Maradhi yoyote hata haya ya corona lazima tuamini kwamba maambukizo sio maradhi yenyewe yanaambukiza bitabiati hadhatia, kwa tabia yake yenyewe, walakinaha mu'diyatun biidhnillahi azza wa jalla, lakini maradhi hayo yanaambukiza kwa idhni ya Allah azza wa jalla. Allah akitaka yaambukize yanaambukiza, Allah akitaka yasiambukize hayaambukizi. Fa inna Allah ta'ala qad ja'ala likulli shay'in sababa, kwani Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kila kitu, amekijalia sababu yake. Kwa hii maradhi haya ni sababu ya kuambukiza, lakini Allah akitaka yasiambukize hayawezi kuambukiza. Athalitha, janibu ya tatu, alijtimaatul kabira wal liqaat, mikusanyiko mikubwa na mikutano hii mikubwa ni katika sababu za kuenea na kusambaa maradhi haya ya mlipuko. Alijtimaatul kabira, mikusanyiko mikubwa, wal liqaat, na mikutano ile mikubwa, wama yahsulu fiha min qurbin wa ihtikakin mimma yusabbibu ziyadatal adwa, ambao hupatikana ukaribu na kushikana, yani kuwa karibu sana, mimma yusabbibu ziyadatal adwa, katika mambo ambayo yanasababisha kuzidisha maambukizo. Ndio maana watu wanatakiwa wasiwe karibu, watu wawe mbali, hata katika foleni za kwenda labda benki au kwenda wapi, watu wawe mbali, wasiwe karibu. Aljanibu thalith, janibu ya tatu, i'tibaru man mata bihi shahidan bishuruti alwaridati dhikruha au bishuruti alwaridi dhikruha fi hadithi al-Bukhari, kumzingatia aliyekufa kwa maradhi haya ni shahidi kwa masharti ambayo itakuja kutajwa masharti hayo katika hadithi al-Bukhari. Anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala laysa min ahadin yaqa'u at-ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataba Allahu lahu illa kana lahu mithlu ajri shahid. Mtume sallallahu anasema hakuna yoyote ambaye yaqa'u ta'uni inaingia, fayamkuthu fi baladihi, akakaa mtu huyo katika mji wake, sabiran, hali ya kusubiri, muhtasiban, hali ya kutarajia thawabu kwa Allah, ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataba Allahu lahu, anajua kwamba na kuyakini kwamba halitampata isipokuwa aliloandika Allah kwake, illa kana lahu mithlu ajri shahid. Mtu huyo anakuwa na mfano wa thawabu za shahid. Mtu huyo aliyebaki katika mji wake hali ya kuwa ni sabiran, hali ya kusubiri, hali ya kutarajia thawabu, akipatikana na kufa kwa maradhi hayo,
anakuwa na mfano wa malipo ya shahidi. سئل العلامة عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى عن الذي يموت بسبب مرض الكورونا هل يسمى مطعونا؟ aliulizwa العلامة عبد المحسن العباد البدر حفظه الله, mtu atakayekufa kwa maradhi haya ya virusi vya korona, je, anaitwa ni mat'un, kwamba amekufa kwa ta'un? Faajaba hafidhahullah, akajibu Sheikh Abdul Muhsin hafidhahullah, yadkhulu tahta almat'uni alladhi yamutu bitta'un, anaingia chini ya huyo mat'un ambaye anakufa kwa ta'un. Wa yurja lahu shahada, na anatarajiwa kuwa anapata shahada, kwamba ni shahid. Anayekufa kwa maradhi haya pia anakuwa ni shahid, anapata ajiri za shahid kwa vile pia ni shahid. Aljanibu rabi, upande wa 4, wujubu azli almusabin, wajibu wa kuwatenga hawa waathirika wa maradhi haya. Wujubu azli almusabin, wajibu wa kuwatenga wenye kuathirika kwa maradhi haya. Alhajru sihi, hii ndio inaitwa alhajru sihi, ile quarantine. Yajibu tatbiqu alhajri sihi bihazmin wa sarama على كل مصاب بهذا الوباء خشية انتشار العدوى. ni lazima kutekeleza hukumu hii ya quarantine kwa nguvu kwa kila muathiriwa wa maradhi haya mabaya, kwa kuogopea kuenea maambukizo. Ni lazima itekelezwe sheria hii, na ipo katika Uislamu sheria hii ya quarantine kwa sababu ya kulinda maambukizo ya maradhi haya. ولما رواه مسلم من حديث الشريد بن سويد الثقفي رضي الله عنه قال كان في وفد ثقيف رجل مذموم, alikuwepo katika wafdi, ujumbe ule wa Thaqif, kabila ya Thaqif, mtu mmoja majdhum, rajulul majdhum, mtu mmoja mwenye maradhi ya ukoma. Kana fi wafdi Thaqifin rajulun majdhumun, alikuwepo mtu mmoja mwenye maradhi ya ukoma katika ujumbe ule wa kabila la Thaqif. Fa arsala ilayhi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam akamtumia mtu, inna qad bay'anaka farji, sisi tumekupa bai'a, rudi wewe, usije huku, usije ukaambukiza watu maradhi hayo. Mtume akamtumia mtu na kumwambia wewe rudi, inna qad bay'anaka, sisi tayari tumekupa bai'a, farji, rudi. Walima taqarrara inda ahli alilmi annahu yajibu alhajru ala man fi alhajri alayhi maslahatun khalisah au rajiha. Pia wamethibitisha ahlul ilmi kwamba ni lazima iwepo hiyo quarantine kwa yule ambaye yuko katika hajri, kwa sababu kuna maslaha khalisa au maslaha rajiha. Haya mambo lazima yazingatiwe, lazima mambo haya yatekelezwe kwa ajili ya kuzuia maambukizo zaidi ya maradhi haya. Faidatani, faida 2. ذكر الحافظ ابن حجر في أنباء الغمر في ترجمته للقاضي ابن أبي جرادة الحلبي الحنفي aliyekufa mwaka 819 من الهجرة عنه خبرا طريفا حول الحجر الصحي. الحافظ ابن حجر ametaja katika kitabu chake Anba'il Ghumar, katika tarjama yake alivyomfanyia tarjama al-Qadhi ibn Abi Jaradat al-Halabi al-Hanafi aliyekufa mwaka 819 min al-Hijra, akataja habari nzuri kuhusu hii al-hajr as-sihi, hii quarantine. Faqala thumma lamma waqa'a at-ta'un fi hadhihi sana, kisha ilipotokea ta'un katika mwaka huu wa 848 min al-Hijra, dhu'ira al-qadhi minhu dhu'ran shadida, yule qadhi akaogopa hofu kubwa. Wasara da'buhu an yastawsifa ma yadfa'uhu, ikawa kawaida yake ni kutaja mambo ambayo yatamkinga na maradhi hayo. Wayastakthira min dhalika adwiyatan wa ad'iyatan wa ruqa, akakithirisha kwa sababu hiyo dawa nyingi na ruqa. Thumma tamaradha li alla yushahida mayitan, kisha akajitia ugonjwa
ili asije akamuona mayit aliyokufa, wala yud'a ila janaza, wala asiitwe kwenye jeneza kushuhudia, lishiddati khawfihi min almaut, kwa sababu ya kuogopa sana kufa anajitia maradhi asende kuhudhuria jeneza wala sala jeneza wala nini. فقدر الله أنه سلم من الطاعون، الله كم كدريا وعما آلي سلميك نهي طاعون. فقدر الله أنه سلم من الطاعون، الله كم كدريا كسلميك نهي طاعون. وذكر السخاوي، ametaja pia Imam Sakhawi aliyekufa mwaka 902 min al-Hijra fi kitabihi Allahu al-Lami' fi tarjamatihi li ahad al-wujha'i wasmuhu Husayn ibn Muhammad ibn Qariluk, faqala innahu i'tazala an-nasa dakhila bustanin lahu fi fami al-khawr haraban min al-adwa, alijitenga na watu, aliwatenga watu ndani ya shamba lake hilo kwa kukimbia maambukizo. ولم يخرجه خبر وفاة زوجته عن حجره الصحي، haikumtoa habari ya kifo cha mke wake, haikumtoa na ile quarantine aliyojiwekea at-taw'iyya kujitolea. وماتت فلم يجئ لشهود الصلاة عليها خوفا من العدوى، mkewe akafariki, hakuja huyo mume wake kwa ajili ya kuhudhuria kumsalia kwa ajili ya kuogopa maambukizo. الجانب الخامس، جانب يتانو، يشرع التطعيم ضد الأمراض والأوبئة، inatakikana at-tat'im, chanjo dhidi ya maradhi yoyote na maradhi ya mlipuko. Wa hadha la yunafi tawakkul ala Allah, hili halipingi kumtegemea Allah, liannahu min al-akhdh bil asbab, sababu hii ni katika kutekeleza sababu. Kumtegemea Allah lazima kuwe na kupata sababu au kuchukua sababu za kujikinga na maradhi. Kwa hiyo hii kuchukua sababu hakupingi kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Waislamu wanatakiwa wamtegemee Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yeye ndio anayeponesha maradhi, lakini hapo hapo wachukue sababu za kujikinga na maradhi au sababu za kujitibu na maradhi. Kwa hiyo yushra'u at-tat'imu dhidda al-amradi wal-awbi'ah, inatakiwa chanjo dhidi ya maradhi na dhidi ya maradhi ya mlipuko. Wa hadha la yunafi tawakkul ala Allah, jambo hili la tat'im la chanjo halikanushi kumtegemea Allah, liannahu min al-akhdh bil asbab, sababu hii ni katika kuchukua sababu. Wal aslu fi hadha التصبح ب7 تمرات من تمر المدينة، asli na dalili ya hii tat'im, dalili ya chanjo ni kuamka asubuhi kwa kula tende 7 katika tende za Madina, ajwa. Pia wa adhkari sabah wal masa, adhkari za asubuhi na jioni, wa nahwi dhalika, na mfano wa hayo yote. Hayo ni katika al-akhdhu bil asbab, ambapo haipingi tawakkul kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, kama itakavyokuja hadithi hiyo. قال العلامة ابن باز في مجموع فتاوى ومقالاته المجلد السادس صفحة 26: لا بأس بالتداوي إذا خشي وقوع الداء لوجود وباء أو أسباب أخرى يخشى من وقوع الداء بسببها. الشيخ بن باز رحمه الله anasema sio vibaya kujitibu mtu akiogopea kuingia maradhi kwa kupatikana waba, maradhi ya mlipuko au sababu nyingine ambazo huogopewa kuingia maradhi kwa sababu hizo. Kwa sio vibaya kujitibu na kujilinda. Fala ba'sa bitaati dawai lidaf'i albala'i alladhi yukhsha minhu. Sheikh anasema sio vibaya kutumia dawa kwa ajili ya kuzuia balaa linaloogopwa, liqauli nabii sallallahu alayhi wasallam fi alhadithi sahih, kwa maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi sahih: man tasabbaha bi7 tamaratin min tamri almadina lam yadurruhu sihrun wala summun, mwenye kula asubuhi
tende 7 katika tende za Madina, lam yadhurruhu sihrun wala summun, haiwezi ikamdhuru uchawi hauwezi kumdhuru, wala sumu. Man tasabbaha bi7 tamaratin min tamri al-Madina lam yadhurruhu sihrun wala summun, mwenye kula asubuhi tende 7 katika tende za Madina ala riq, lam yadhurruhu sihrun wala summun, uchawi hautamdhuru wala sumu. Wa hadha min babi daf'i al-bala'i qabla wuqu'ihi, hii ni katika upande wa kuzuia balaa kabla ya kuingia balaa hilo. Fahakadha idha khashiya min maradhin wa ta'ima ضد الوباء الواقع في البلد أو في أي مكان لا بأس بذلك من باب الدفاع. Kama hivi akiogopea maradhi halafu akafanya chanjo dhidi ya maradhi hayo yanayoingia katika mji, akajikinga kwa kufanya hiyo chanjo, au fi ayi makani, au mahali popote, la ba'sa bidhalika, sio vibaya kufanya hivyo, min babi difa, ni katika upande wa kujikinga na kujilinda na maradhi hayo na kuzuia maradhi hayo. Kama yu'alaju almaradhu nazil yu'alaju bidawai almarad alladhi yukhsha minhu, kama inavyotibiwa maradhi yanayoshuka hutibiwa yani maradhi yanayoogopwa hutibiwa kwa sababu ya kinga hizo. Lakini la yajuzu ta'liqu tamaim, lakini haijuzu kufunga hirizi, walhujub ضد المرض أو الجن أو العين لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. haijuzu, haifai, ni ushirikina kufunga hirizi dhidi ya maradhi, kwamba unajikinga maradhi ya virusi vya korona unafunga hirizi, hiyo ni shirki. Au kujifunga kwa ajili ya kujilinda na jini au ain, kwa makatazo ya Mtume sallam ya jambo hilo. Mtume amekataza kujifunga hirizi. Kwa kuna tat'im, chanjo ambazo ni za kisheria zinajulikana, lakini mtu kujilinda kwa ajili ya vitu ambavyo sheria imekataza, imeharamisha, hirizi na vitu vingine, hiyo ni kwamba ni haramu, bali ni ushirikina. وقد أوضح عليه الصلاة والسلام أن ذلك من الشرك الأصغر فالواجب الحذر من ذلك. ameweka wazi Mtume sallam kwamba hili ni katika shiriki ndogo, wajib ni kutahadhari na shiriki ndogo, pia kutahadhari na shiriki kubwa. Mtume anasema man ta'allaqa tamimatan faqad ashrak, mwenye kujifunga hirizi amefanya ushirikina. Kwa hirizi sio sawa na chanjo ya kisheria ya halali, hirizi ni ushirikina. Watu wanatakiwa wasijifunge hirizi kwa sababu ya kujilinda na virusi hivi vya korona au kwa sababu ya maradhi mengine. Aljanibu sadis, taammudu naqli aladwa. Upande wa 6 ni kukusudia kunukuu maambukizo. Taammudu naqli aladwa bifairus corona ila salimi minhu biayati suratin min suwari taamudi amalun muharramun. Kukusudia kunukuu maambukizo ya virusi vya korona alafu kumwambukiza mtu aliyesalimika na virusi hivyo kwa sura yoyote katika sura za makusudi, hiyo ni haramu, imeharamishwa. Huwezi ukafanya kusudi mgonjwa yule aliyeathirika na maradhi ya korona kumwambukiza kwa makusudi mtu ambaye hana, hilo ni jambo limeharamishwa katika Uislamu. Wa yuaddu min kaba'iri dhunubi wal atham, na linahesabiwa hilo, linazingatiwa ni katika madhambi makubwa, kama annahu yastawjibu al-uqubata ad-dunyawiyya, lakini pia inawajibisha adhabu ya duniani. Watatafawatu hadhihi al-uquba بقدر جسامة الفعل وأثره على الأفراد وتأثيره على المجتمع. tofautiana adhabu ya kitendo hicho kwa kiasi cha ukubwa wa kitendo chenyewe na taathira yake kwa watu na jinsi ilivyoathiri mujtama wa watu. Kwa hiyo yule hakim ataangalia adhabu gani itakayomfaa huyo kutokana
na kitendo chake hicho kulingana na ukubwa wa taathira yake na udogo wake, yule kadhi, yule hakim ndiyo ataangalia adhabu atakayostahiki yule aliyefanya makusudi hayo ya kuambukiza watu virusi kwa makusudi. فإن كان قصده إشاعة هذا المرض القتال في المجتمع, ikiwa makusudio yake ni kueneza maradhi haya yanayoua katika mujtama, katika familia za watu, fa inna amalahu hadha yuaddu naw'an min alhiraba walifsadi fil ardi, amali yake hiyo, kitendo chake hicho kinahesabiwa na kuzingatiwa kwamba ni moja katika sampuli ya kupiga vita na kufanya ufisadi katika nchi. Wayastawjibu ihda aluqubati almansusi alaiha fi ayati alhiraba, halafu huyo hayo itakuwa kitendo hicho kinastahiki kinawajibisha moja ya adhabu zilizotajwa katika aya hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah aliposema innama jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu au yusallabu au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf au yunfaw min al-ardi dhalika lahum khizyun fi dunya wa lahum fil akhirati adhabun adhim. Hakika malipo ya wale wanaompiga vita Allah na mtume wake na wakafanya ufisadi katika nchi, malipo yao ni kuuawa au kusulubiwa au ikatwe mikono yao na miguu yao kwa kupishana, mkono wa kulia kwa mguu wa kushoto, mguu wa kushoto kwa mkono wa kulia kwa kupishana, au yunfau min al-ardh, au watolewe katika nchi wapelekwe nchi nyingine. Dhalika lahum khizyun fi dunya, hilo wao wanafedheha duniani, walahum fil akhirati adhabun adhim, na pia huko akhira wao waliofanya vitendo hivyo wana adhabu kubwa. Hiyo ni ikiwa maksudio yake ni kusambaza maradhi. Wa in kana thaniyan, wa in kana qasduhu i'daa shakhsin bi'ainihi wa tammatil adwa, ikiwa maksudio yake ni kumwambukiza mtu maalumu, watammatil adwa, yakakamilika maambukizo hayo, walam yamutil manqulu ilayhi ba'du, wala hajafa yule aliyegurishiwa, aliyopelekewa maambukizo yale hajakufa, uqiba almutaammidu biluqubati at-ta'ziriyya almunasiba, ataadhibiwa huyo aliyekusudia kuambukiza, ataadhibiwa kwa adhabu ya ta'ziria, adhabu ya kuadhiriwa inayonasibiana na kitendo hicho alichofanya. Wa inda huduthi alwafat, ikitokea kifo cha yule aliyemwambukiza kwa makusudi, yundharu fi tatbiqi uqubati alqatl alayhi, itaangaliwa katika kutekeleza adhabu ya kuuawa na yeye kama alivyomuua yule. ثالثا وإن كان قصده تعمد نقل العدوى إعداء، وإن كان قصده تعمد نقل العدوى إعداء شخص بعينه، ikiwa makusudio yake ni makusudio ya kumwambukizia maradhi, kumfanyia uadui na kumwambukiza mtu maalum, walakin lam tunqal ilayhi aladwa, lakini yale maambukizo hayakunukuliwa, hayakumfikia yule muambukizwa, fa innahu yuaqabu uqubatan ta'ziriya, huyo naye anaadhibiwa adhabu ya ta'ziria ya kumwadhiri. Sampuli yoyote ya kumwadhiri ataadhiriwa. Aljanibu sabi, janibu ya saba, wujubu tadawi inda al-isabati bihadha al-waba, wajibu wa matibabu, wajibu wa kutafuta dawa kwa wale waathirika wa maradhi haya ya mlipuko. Wajib ni lazima atafutiwe dawa yule muathirika, lianna alhifadha ala nafsi min maqasid ash-shari'ati al-islamiyya, sababu kuhifadhi nafsi ni katika makusudio ya sheria hii ya Kiislamu. Qala ta'ala, wa man ahyaha fakaannama ahya an-nasa jami'a, mwenye kuihuisha nafsi moja ni kama amezihuisha amewahuisha watu wote. Wa man ahyaha fakaannama ahya an-nasa jami'a, mwenye kuihuisha akasababisha ikapona nafsi moja ni kama amehuisha watu wote. Waliqaulihi sallallahu alayhi wasallam, likulli da'in dawa,
kila maradhi yana dawa. فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. يكمپata mtu maradhi فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله تعالى. ikipatiwa dawa ya maradhi mgonjwa yule anapona kwa idhni ya Allah azza wa jalla. الحديث رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل الداء والدواء. الله أمترمش مراضي نداوى. وجعل لكل داء دواء. نعظم يجالي كل مراضي نداوى. فتداووا ولا تداووا بحرام. فتداووا jitibuni, tafuteni dawa wala msitafute dawa za haram. Fatadawu wala tadawu bil haram. Fatadawu wala tadawu bil haram. Kwa hiyo fanyianeni dawa wala msifanyiane dawa za haram. قال ابن القيم في زاد المعاد وفي قوله صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء تقوية لنفس المريض والطبيب. maneno ya Mtume صلى الله عليه وسلم likulli da'in dawa, kila maradhi yana dawa, inakumpa nguvu, kuipa nguvu nafsi ya mgonjwa, wa tabib, na yule daktari anayemtibu, wa hathun ala talabi dhalika ad-dawa'i wa taftishi alayhi. Pia hadithi hiyo inakuhimiza kutafuta dawa hiyo na kuitafuta kwa udi na uvumba dawa ya kila maradhi, kama wanavyotafuta sasa hivi hawa madaktari wanavyotafuta dawa hiyo ya virusi vya corona. الجانب الثامن امتناع المصاب عن حضور الجماعة والجمعة ونحوهما من الشعائر. kumzuia mwenye kuathirika na maradhi haya kuhudhuria jamaa na kuhudhuria aljumaa na mfano wa ibada hizo katika sha'air, katika alama za Uislamu, anazuiwa asihudhurie. la yajuzu liman ibtuliya bihadha alfayrus alqattal wa ta'akkada min isabatihi bihi hudhuru wa shuhudu majami'i an-nas al-'amma kalmasajidi wa ghairiha. haijuzu kwa aliyeonjwa kwa virusi hivi vinavyoua na ikathibitika kupatikana na kuathirika kwake, haijuzu kuhudhuria mikusanyiko ya watu kama misikitini wa ghairiha, na isiyokuwa misikiti, min amakini tajammu'i nas, katika sehemu za mkusanyiko wa watu, sawaun kana li aghradin diniyya ta'abbudiyya au dunyawiyya, sawa likusanyika kwa ajili ya malengo ya kidini ya ibada au ya kidunia, hafai kushirikiana nao na yeye kuhudhuria pale. Liqaulihi sallallahu alayhi wa sallam la yuridu mumridun ala musihin, rawahu al-Bukhari, kama tulivyosoma hadithi hii huko nyuma. la yuridu mumridun ala musihin, kwamba mwenye maradhi hawezi kumwambukiza aliyemzima, lakini kwa idhnillah Allah akitaka anaweza, kwa sababu ile kushirikiana naye na kukusanyika naye ni sababu ya kumwambukiza. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الطاعون رجس أو عذاب أرسل على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم. طاعون ni adhabu, طاعون ni adhabu iliyopelekewa banu Israil au waliokuwa kabla yenu. fa idha sami'tum bihi bi ardhin, mkisikia ta'un iko katika ardhi, fala taqdamu alayhi, msifike hapo katika ardhi, katika maradhi hayo msiingie hapo. wa idha waqa'a bi ardhin, na ta'un ikiingia katika ardhi, katika nchi, wa antum biha, na hali nyinyi mko katika ardhi hiyo, fala takhruju firaran minhu, msitoki kwa kukimbia ta'un hiyo ili msije mkaambukiza wengine. ولأن من منع من حضور الجماعة والجمعة لأجل أكل الثوم أو البصل, na pia kwa ajili ya kwamba mwenye kuzuiwa, yule mwenye kuzuiwa kuhudhuria jamaa na aljumaa, sala za jamaa na aljumaa, kwa ajili ya kula vitunguu thawm au vitunguu maji, كما في حديث مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في فتح خيبر
anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, katika ufunguzi wa Khaybar mtume alisema, man akala min hadhihi ash-shajarati al-khabithati shay'an fala yaqrabanna fil masjid, atakayekula katika mti huu mbaya wenye harufu mbaya kitu chochote asikurubie msikitini. Ndio hiyo vitunguu thaum au vitunguu maji. Kwa ikiwa mtu mwenye harufu hiyo tu ya vitunguu thaum na vitunguu maji ambavyo ni halali, lakini harufu yake, mtu haruhusi kuhudhuria sala za jamaa wala salatul jumaa. Je, mwenye kuambukiza maradhi haya mabaya ni zaidi kukatazwa kuhudhuria. Wa fi sahih ibn Majah raqam 836 عن معدان بن أبي طلحة اليعمري رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب قام يوم الجمعة خطيبا أو خطب يوم الجمعة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه alihutubia siku ya Ijumaa, alitoa khutba. Fahamida Allah wa athna alayhi, akamhimidi Allah na akamsifu Allah. Thumma qala, kisha akasema, ya ayuhan nas innakum ta'kuluna shajarataini la arahuma illa khabithataini, ni mnakula miti miwili mimi sidhani isipokuwa miti hiyo ni mibaya. Hadha thumu wa hadha albasal, kitunguu thaumu na hiki kitunguu maji. ولقد كنت أرى الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, nilikuwa nikimuona mtu katika zama za mtume wa Allah صلى الله عليه وسلم, yujadu rihuhu minhu fayukhadhu biyadihi hatta yukhraja ila albaqi, anapatikana harufu yake inapatikana kwa mtu huyo. Fayukhadhu biyadihi, anakamatwa mkono wake, hatta yukhraja ila albaqi, mpaka anatolewa kupelekwa baqi. Faman kana akiluha la budda falyumitha tabha, aliyekula mti huo, aliyekula kitunguu thaum au kitunguu maji, lazima aondoshe harufu yake kwa kukipika. Faman kana akiluha la budda falyumitha tabha, ambaye amekula kitunguu thaum au kitunguu maji lazima aiondoshe harufu yake tabhan, kwa kukipika. Kwa hiyo ikishapikwa kitunguu saumu au kitunguu maji, kishapikwa harufu yake inaondoka, lakini kula vibichi ndiko kunatoa harufu hiyo mbaya. Fahadha alwabau ashaddu dararan wa fatka, maradhi haya ya mlipuko ni maradhi yana madhara sana na ni maradhi ambayo yanaua. Wayakunu man'uhu min irtidadi almasajidi min babi aula, kwa inakuwa kumzuia mtu na kuja misikitini ni upande wa aula zaidi, asije yule muathirika wa maradhi haya. Wali anna alqiyas alawlawiyya hujja, kiasi cha aulawi ni hoja, kiasi hiki kwamba hii ni aula, kiasi hiki ni hujja. Haya, mtayarishaji wangu wa kipindi hapa anasema yakfi hadha alqadr. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.